Kiruchu. Abe. Ni wewe uko huko ndani? Ndio, ni mimi shemeji, naomba nifungulie. Kulikoni tena na mabegi asubuhi. Wenye hata mswaki hatujapiga jamani. Kipara kanifukuza. Hakufukuze tu bila sababu. Manake mbwa anapaka ndo anafukuzwa. Haya, ondoka. Kwa hiyo umekuwa mbwa mwanangu. Mimi sijui. Kaamka tu asubuhi anatupia mabegi. Ananiambia niende nyumbani. Sijui nimekosea nini. Haya, naomba talaka. Kanaambia ataniletea. Yaani wa uongo na unafiki. Kwa sababu hata unapopanda basi, unatoa nauli unapewa tiketi. Kwa hiyo na kama wewe umefukuzwa basi ningeona karatasi mama. Sina. Naomba rudi ulikotoka. Sema mimi naenda wapi? Kipara kanifukuza na hapa ndo nyumbani. Na mimi sikuhitaji. Kama Kipara wewe kakufukuza angekuja wewe na yeye mpaka hapa, mama mwanao simuhitaji. Ndio ningeamini. Lakini unakuja wewe na zigo lako, utafikiri kama umetoka Kigoma, sio kweli. Mimi na babako nimekaa miaka 40 kwenye ndoa yangu mpaka anafariki. Sijawahi kurudi kwetu. Kwanza kwa kinaambia ondoka na ngangana pale kama pindo la Yesu. Sasa wewe kama umeshindwa kungangania pindo la Yesu, naomba rudi ulikotoka. Nimembembeleza lakini kakataa. Usiniharibie siku. Hapa ndipo na feelings zangu kibao zinanichanganya za maisha. Alafu sijajenga nyumba kwa sababu kila mtoto huko achike arudi hapa. Sio kweli. Na wewe unajua kabisa kwamba maisha ya mamangu mimi ni magumu. Nitoke ndo nile. Maisha yangu yenyewe nashinda baa kulala guest. Wewe tena unarudia na mizigo. Mama naomba rudi. Kama mimi naenda wapi na bado nyumbani? Yaani kabla sijaingia ndani nasema naomba ondoka Aisha. Ukirudi hapa na talaka. Na talaka yenyewe na muhimu kabisa kwamba wewe umeachwa kisa nini nijue. So kisa kwa sababu hujatandika kitanda unapoa talaka unarudi, sikubali. Naomba rudi.